Venezuela ina mafuta ya kutosha kuendesha dunia nzima kwa miaka 8. Lakini watu wake walikonda kilo 11 kwa njaa. Rais wao alikuwa anafanya nini? Alikuwa Istanbul anakula nyama ya dhahabu na salt bay. Na wakati wananchi wanasema kazi ipo, Marekani walisema operation ipo. Saa 8 usiku Januari 3 walimtoa kwenye fortress, kutoka dereva wa basi mpaka ikulu mpaka jela. Nicolas Maduro Moros alizaliwa tarehe 23 Novemba mwaka 1962 Caracas, katika familia ya wafanyakazi. Huyu bwana, baba yake alikuwa ni kiongozi wa chama cha wafanyakazi, mama yake alizaliwa Cucuta huko Colombia. Mkubwa huyu hakumaliza high school, akaajiriwa kama dereva wa basi la Caracas Metro, na hapo ndipo alipojifunza siasa. Alianzisha chama cha wafanyakazi kisicho rasmi, wakati huo vyama vilipigwa marufuku. Akiwa na miaka 24, kijana barobaro kabisa, chama chake cha Socialist League kilimtuma Havana, Cuba huko kwa mafunzo ya mwaka mmoja katika shule ya kisiasa ya vijana wa kikomunisti. Baadhi ya ripoti zinaeleza kwamba alifundishwa na watu wa karibu sana na Fidel Castro. Mwanzoni mwa miaka ya 90 akaingia MBR. MBR ni Movimento Bolivariano Revolucionario. Hizi ni harakati za mapinduzi ya kibolivari na zilikuwa ni harakati za siri sana chini ya Luteni Kanali Hugo Chavez na maafisa wenzake wanne, ambazo zilianzishwa mwaka 1982. MBR kilikuwa ni kikundi cha siri cha kijeshi kilichopanga kupindua serikali ya Rais Carlos Andres Perez ambayo waliona ni ya kifisadi. Kwa hivyo walijaribu mapinduzi Februari 4 mwaka 1992, lakini kwa bahati mbaya yakashindikana, jambo ambalo lilipelekea Lieutenant Kanali Chavez kufungwa jela. Nilikueleza kuwa Maduro alijiunga na MBR mwanzoni mwa miaka ya 90 kama raia tu, na ndiye ambaye alikuwa mmoja wa watu wa mtaani waliopiga kampeni ya kumwachilia Lieutenant Kanali Chavez jela. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1994. Hiyo ndio ilikuwa karata yake muhimu sana ya kuwa karibu na Lieutenant Colonel Chavez. Yaani tunaweza kusema kwamba alikuwa ni chawa fulani hivi smart. Na kiukweli ilimlipa pakubwa mno, kwa sababu MBR ilikuwa chimbuko la siri la mapinduzi ya kijeshi ambayo baadaye ikageuka kuwa chama tawala cha Venezuela kilichomweka madarakani Lieutenant Kanali Hugo Chavez. Na hii ndio kusema bila MBR hakungekuwa na Chavez, na bila Chavez hakungekuwa na Maduro. Kumbuka kuwa mwana hakuwa mwanajeshi, hakuwa na shahada, lakini alikuwa mtu wa Chavez, tena mtiifu kwelikweli, mzungumzaji mzuri na muunganishi wa vyama vya wafanyakazi. Kati ya mwaka 1998 mpaka mwaka 2000, mwanetu akachaguliwa kuwa mbunge. Unaambiwa aliupiga mwingi kiasi cha kufikia hadhi ya kuwa spika wa bunge. Hiyo ni kati ya mwaka 2005 mpaka mwaka 2006. Sasa kuonesha ni kwa namna gani mganga wake hakuwa tapeli, mwaka 2006 mpaka mwaka 2012 mwanetu akawa anaenda kama waziri wa mambo ya nje, lakini bado hakuacha ule uchawa smart. Akaisogeza Venezuela karibu na Iran, Russia na China, na hii ndo tunaita mipango baba. Baba sitaji shida na wana, mipango ya namba. Upo hapo. Mipango baba, baba sitaji shida na wana, mipango ya namba. Mipango baba, baba sitaji shida na wana, mipango ya namba. Oktoba 2012, chini ya utawala wa Lieutenant Kanali Chavez, mwanetu akaukwao makamu wa rais, na kwa bahati mbaya Machi 5 mwaka 2013 Lieutenant Kanali Chavez akafariki na Maduro akauchukua uraisi, na baada ya hapo alishinda uchaguzi maalum mwezi April na kuwa rais wa 53 wa Venezuela. Nitakwambia jambo, unajua Venezuela si nchi ndogo, ina akiba kubwa kuliko zote duniani ya mafuta, takriban barel bilioni 300. Hii ni sawa na 17% ya dunia. Barel moja ya mafuta ni sawa na pipa moja kubwa la chuma. Kwa kipimo cha kimataifa, barel moja ni sawa na lita 159. Hii ni karibu madumu matatu makubwa ya maji ya lita 50.
Sasa Venezuela inasemekana ina barrel bilioni 300. Kwa hesabu ya haraka, hiyo ni sawa na lita trilioni 47.7, na kama ungejaza matanki ya kawaida ya gari ya lita 50, basi ungejaza magari bilioni 954. Hii ndo kusema dunia ina wastani wa watu kati ya bilioni 8, kwa hivyo kila mtu duniani angepata kujaza gari lake mara 119. Kumbuka dunia nzima inatumia takriban barrel milioni 100 tu kwa siku. Kwa hivyo kama Venezuela peke yake ingetoa mafuta, basi ingeendesha dunia nzima kwa miaka 8 bila nchi nyingine yoyote kuchimba hata tone. Sijui unanielewa? Wanasema mipango sio matumizi. Utajiri huo wa mafuta ukawa laana kwao. Tangu mwaka 2013 uchumi ukaporomoka zaidi ya 80% ya GDP. Mfumuko wa bei ukawa wa kiwango cha juu mno ambacho hakikuwahi kushuhudiwa hapo kabla. Unaambiwa serikali ikachapisha pesa hovyo, mafuta yakashuka bei. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2014. Watu wakapoteza imani. Ukishika Bolivari leo, kesho thamani yake imeshuka nusu nzima. Kwa hivyo kila mtu anakimbilia kununua dola, wengine dhahabu ama hata unga, yani chochote kile, isipokuwa ni kukaa tu na hiyo pesa. Mzunguko mbaya, bei zinapanda, serikali nayo inachapisha zaidi, huku nako bei zinapanda zaidi. Basi hapo ndipo utasikia sauti ya mwanetu Chidi Benz kutoka Ilala. Leo kazi ipo. Kufika mwaka 2024, Umoja wa Mataifa ukaeleza kuwa asilimia 82 ya Wanavenezuela wanaishi kwenye umaskini na asilimia 53 wapo kwenye umaskini uliokithiri. Kaya nyingi ni maskini mno kiasi cha kupata mlo angalau mmoja tu kwa siku. Zaidi ya watu milioni 5.1 hawakuwa na chakula cha kutosha. Sababu, bei ya mafuta imeshuka, ufisadi, vikwazo vya Marekani na uchapishaji wa pesa hovyo. Mwaka 2017 njaa iliwanyoosha kwelikweli wananchi wa Venezuela kiasi cha mpaka kupungua uzito kwa wastani wa kilo 11 kwa hiyo njaa. Hii ndio kitaalam tunasema kama diesel trainer angekuwa huko, soko lake lingekuwa gumu sana. Kwa wale wanafunzi wangu wote ambao wamekuwa tayari kujiunga na programs zangu za kupunguza uzito, basi muda ni sasa hivi. Jiungeni na programu zangu zote za kupunguza uzito. Sasa wakati wananchi wanapita kwenye huo msoto mkali, mwanetu Maduro yeye ndo kwanza anafanya safari za Istanbul eti kwenda kula nyama tu kwenye mgahawa yule Salty Bay. Hali hii ilikasirisha sana wana Venezuela kwa sababu mamilioni wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Wakati huo huo, familia yake, hasa mke wake Celia Flores, amekumbwa na kashfa za narco nephew. Hawa ni wapwa wawili wa mke wa Maduro ambao walikamatwa mwaka 2015 kwa usafirishaji wa cocaine. Tunaweza kusema lilikuwa ni jaribio la familia ya rais kutafuta pesa za haraka za kampeni kupitia cocaine. Jamaa wakakamatwa bwana baada ya kuwekewa mtego na kitengo cha DEA cha Marekani, lakini baadaye wakaachiwa kwa Venezuela kubadilishana wafungwa kwa kuachia huru watendaji 6 wa mafuta raia wa Marekani ambao walikuwa wamefungwa Venezuela tangu mwaka 2017. Kwa kifupi, mpaka kufikia hapa ni kama siku za mwanetu zilikuwa zinahesabika, kwa sababu Agosti 2025 Marekani ikaanza kujenga nguvu kusini mwa Caribbean. CIA ikaingiza timu Caracas, ikatengeneza mfano wa Fortress alipojificha Maduro. Fortress ni compound ya kijeshi ndani ya Fortuna ambayo Maduro alikuwa amegeuza kama banka yake ya kibinafsi. Fortuna ni kambi kubwa zaidi ya jeshi Venezuela, ni kama State House na Pentagon ziwe kwa pamoja. Ndani yake kuna wizara ya ulinzi, makazi ya majenerali, maghala ya silaha na hata shule. Kwa hivyo mwanetu alikuwa amejipigilia humo kuanzia mwaka 2024 baada ya uchaguzi uliopingwa na vitisho vya Marekani kuongezeka. Maduro hakuitaka tena ikulu ya Miraflores. Badala yake, CIA walisema alikuwa na ratiba ya kulala sehemu tofauti. Leo kwenye nyumba ya jeshi, kesho kwenye handaki. Sehemu aliyokamatwa ilikuwa jengo la saruji lenye kuta nene kwelikweli, kamera za kutosha, walinzi wa Cuba na mfumo wa kuzima mawasiliano. Ripoti za Marekani zilisema walijenga mfano halisi wa jengo hilo huko North Carolina na kulifanyia mazoezi kwa miezi kadhaa. Walijua kuna milango miwili ya siri, chumba cha dharura chini ya ardhi na paa linaloweza kutoa helikopta. Kulikuwa na ulinzi wa tabaka 3. Kuna wanajeshi wa Venezuela nje, walinzi wake binafsi wa Maduro katikati na wa Cuba wa ujasusi ndani. Kulikuwa na rada ndogo na mfumo wa kuzuia drones. Haikuwa kwenye mtaa wa raia,
ilikuwa katikati ya kambi ya jeshi, kwa hivyo shambulio lolote lingemaanisha kupigana na jeshi zima. Operation ya kukamatwa Maduro ilipewa jina la Operation Absolute Resolve, iliyoshtua dunia mwanzoni mwa mwaka 2026. Jenerali Danny Kaine alisema jeshi lilifanya maandalizi na mazoezi kwa miezi. Vyanzo vingine vinasema ni kama miezi 5 ya maandalizi na ukusanyaji wa taarifa. Rais wa Marekani amesema kwamba jeshi la Marekani lilifanya operation maalum ya kukamata watu mjini Caracas, Venezuela, Nicolas Maduro na Cecilio Maduro. Operation hiyo ilijulikana kama Operation Absolute Resolve. Ilifanywa kwa siri kubwa, kwa umakini wa hali ya juu, na ilitekelezwa katika saa za giza za usiku wa Januari 2. Hii ilikuwa ni matokeo ya miezi mingi ya maandalizi na mazoezi, na kwa ukweli kabisa ni operation ambayo jeshi la Marekani pekee lingeweza kuitekeleza. Walieleza kwamba maandalizi hayo yalianza miezi mingi kabla, yakijengwa juu ya uzoefu wa miaka mingi wa kuunganisha operation ngumu za anga, ardhini, baharini na hata mifumo ya anga za juu. Ingawa zaidi ya miaka 20 ya vita dhidi ya ugaidi imeimarisha uwezo wa vikosi maalum vya Marekani, operesheni hii ilihitajika kila sehemu ya jeshi kufanya kazi kwa pamoja. Wanajeshi wa ardhini, wanamaji, marubani, Marines na wataalamu wa anga za juu walifanya kazi kama timu moja, wakishirikiana na mashirika ya ujasusi pamoja na vyombo vya sheria katika operesheni ambayo haijawahi kushuhudiwa na uzoefu wa miaka mingi wa kuwafuatilia magaidi. Operesheni hiyo isingewezekana bila msaada mkubwa kutoka mashirika mbalimbali ya ujasusi, ikiwemo CIA, NSA na NGA. Tulifuatilia, tulisubiri, tulijiandaa na tulibaki wavumilivu pamoja na wenye taaluma. Hatimaye, tarehe 3 Januari 2026, mida fulani vya kuanzia saa 8:01 mpaka saa 10:29 alfajiri, wakati wenzangu na mimi tumeuchapa usingizi mitaani, Marekani wao walikuwa wanafanya yao kutekeleza operation ya Absolute Resolve. Vikosi vya Delta Force, Navy SEALs, Marines, Air Force, CIA, FBI, Hostage Rescue Team vilikuwa tayari kwa utekelezaji wa operesheni hii. Inaelezwa kwamba Marekani hakwenda kizembe babu, alijipanga kweli kweli. Alikuwa na ndege zipatazo 150, F-22, F-35, B-1B, helikopta za MH-47G Chinook, MH-60M pamoja na drones. Picha linaanza, Marekani ilianza kwa kuzima rada na umeme Caracas kwa mabomu ya glide. Jamaa wakaona mambo yasiyo mengi, wakaanza vita vya kielektroniki. Ili kuonesha wao ni wakali wa hizi kazi, hatua iliyofuata ni watu wa badi sasa. Delta Force walitua kwa helikopta kwenye Fortuna Caracas, ambako Maduro alikuwa na compound ya Fortress na analala sehemu tofauti kila siku, lakini wala haikusaidia. Mwanetu akaokotwa kizembe kabisa. Lakini utajiuliza, kwa nini hakukuwa na upinzani mkubwa? Kwanza, ulinzi wa anga ulizimwa. Wengi wa majenerali wakuu walikuwa tayari wamepata ahadi ya usalama. Kikosi cha Cuba, watu 32 hawa waliuawa mapema, walishtukizwa wakajawa kwenye mfumo. Mpaka operation inakamilika, wa Venezuela 23 mpaka 47, wa Cuba 32 na raia wawili waliuawa, wanajeshi 7 wa Marekani walijeruhiwa. Operation yote ilichukua chini ya dakika 150. Ilipofika saa 11:21 asubuhi, Trump alitangaza Maduro na mke wake Celia wamekamatwa. Picha zikaanza kusambaa. Maduro alikuwa amefungwa macho, headphones za kuzuia sauti, amepiga tracksuit fulani hivi za kinyamwezi Nike, yani mitupio fulani lakini chini ya ulinzi mkali. Alisafirishwa hadi Stewart Air National Guard Base, New York, kisha kwa helikopta hadi Manhattan na kufungwa Metropolitan Detention Center, Brooklyn. Hadi leo hii bado yuko huko gerezani. Tarehe 5 Januari 2026 alifikishwa mahakamani Manhattan. Akasema, mimi ni rais wa Venezuela, najiona kama mfungwa wa vita. Akakana mashtaka yote, usafirishaji wa cocaine na kumiliki bunduki. Kwa hivyo kesi bado inaendelea New York na Marekani inataka kifungo cha maisha. Siku hiyo hiyo, makamu wa rais Delcy Rodriguez aliapishwa kuwa rais wa mpito. Baada ya kuapishwa tu,
akawaachia wafungwa 621 wa kisiasa kufikia Machi 8. Akafungua tena ubalozi wa Marekani Caracas. Tarehe 29 Januari akapitisha sheria kuruhusu makampuni binafsi kuchimba mafuta, kitu ambacho mwanetu Lieutenant Kanali Chavez alikataa mwaka 2007. Marekani ikaondoa vikwazo vya mafuta. Mauzo yakafikia dola bilioni 1 mpaka kufikia Februari. Lakini mtaani wananchi waligawanyika. Wengine waliandamana wakisema ni uvamizi wa kikoloni, wakati diaspora ya Venezuela huko Miami, Madrid na Bogota ilishangilia kwelikweli barabarani. Umoja wa Mataifa na wanasheria wengi walisema operation ilivunja mkataba wa UN na mamlaka ya Venezuela. Kwa sasa Delcy anaongoza serikali ya mpito, wakati wa uchaguzi mpya ukihaidiwa mwaka huu 2026. Hii ni Ikumbukwe, mahali ambapo historia haisauliki.